Mkinga, meneja tawala mkoa wa Dar es Salaam. Tupo tunaendelea na shughuli zetu za uboreshaji mtandao wa barabara, kwa maana kujenga na kutunza ule ambao barabara ambazo tumekwisha kuzijenga. Kwa sasa tunaendelea kipindi cha mvua, ambapo shughuli ya kwanza ambayo kwa tunaifanya ni kuhakikisha kwamba mifereji yote iko misafi, kwa maana kwamba haijajaa michanga, ili kuhakikisha kwamba mvua zikinyesha basi maji yaweze kupita salama kwenye njia yake. Zoezi hili tunashirikiana sana na wenzetu manispaa na watu wa mazingira kwa ujumla wake. Yako yale mambo ambayo kwenye mifereji mifereji ikiwa imebomoka tunataka kuitengeneza kwa sasa, lakini pia vivuko kwa maana ya madaraja na makaravati ambayo yameziba ama yamepata athari. Kwa hiyo tunashughulika na hizo athari mapema kabla ya mvua kunyesha, kwa maana kwamba mvua zikija zikute au madaraja au makaravati yote yako yana uwezo ule unaotakana kupitisha maji, lakini pia na yasiweze kusombwa. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kwa sasa. Tunatambua kuwepo na mvua nyingi mwezi wa 3, wa 4 na wa 5 kwa mkoa wetu Dar es Salaam. Kwa hiyo tunajiandaa na hivyo kwa karibu sana, lakini baada yake tunaendelea pia na usimamizi kwa karibu ile miradi yetu ya DMP ambayo tumeiahidi muda mrefu, na sasa wakandarasi wako site kwenye wilaya zote. Naamini tutakuwa mashahidi, mmeona kazi zinazoendelea. Tunataraji kuanza kuona matabaka meusi ambao kwa upande mwingine Kinondoni imekwisha kuanza barabara ya Mivumoni. Tayari lami tumeshaanza kuweka zaidi ya kilomita 3. Barabara ya Msumi ambayo ilikuwa ina kero kubwa sana, tayari ile daraja ambalo lilikuwa linasumbua sasa hivi limekwisha kujengwa. Lakini barabara ya Goba wa Kolea, na hapo kulikuwa kuna daraja lilikuwa linasumbua, wananchi walikuwa wanaandamana na kutaka hilo daraja, nalo sasa linajengwa. Kabla ya mvua zile za mwezi wa 3 ambazo zinakuwa nyingi wa 3 na wa 4, daraja lile la Goba wa Kolea nalo litakuwa limekamilika, linaotokea pale Madale. Lakini pia barabara ya Modogo Shija nayo inaendelea. Ile barabara ya Msumi kama nilivyosema nayo kule inaendelea, maeneo ambayo ilikuwa ni changamoto. Tunao barabara kubwa sana ambayo nayo ina changamoto kubwa na ilikuwa na malalamiko mengi, barabara ya Banana Kitunda Kivule. Hiyo nayo tunaendelea nayo kwa spidi. Yako changamoto zilizosalia ni chache kidogo, kama mtu wahi kuripoti kwenye barabara ile ni kwamba watu wengi wamejenga kwenye njia za maji. Kwa mvua ndogo inaponyesha inaleta adha. Juzi tulisikia malalamiko kidogo, lakini malalamiko yale yalitokana tu ni kwamba shughuli za ujenzi zinaendelea, lakini kwa kuwa watu wamejenga kwenye njia za maji, bado maji yaliweza kupita kwenye njia yake ile, ila kwenye mradi umejaribu kuona tunakwepa zile njia za awali, tunaongeza urefu kidogo wa kujenga mifereji ili maji yale yasipite kwenye yale makazi ya watu ambao tunatambua walijenga kwenye njia za maji, lakini usanifu huu umeona maji tuyaelekeze sehemu nyingine. Kwa hiyo tunayapeleka maji zaidi ya kilomita 2.5 ili kuhakikisha kwamba barabara yetu ya Banana Kitunda Kivule haileti adha tena. Wale wananchi waliokuwa wanakumbwa na mafuriko mara kwa mara waliojenga kwenye njia za maji hawatapata tena adha hiyo. Mradi ule tunataraji ukamilike mwishoni mwa mwezi wa 4, kwa maana kuanzia mwezi wa 5 tutakuwa tuna zaidi ya 90% na kitu kulingana na maendelezo ya mradi ulivyo Banana Kitunda Kivule. Tutapata changamoto kidogo hapa eneo la Matembele na airport. Kulikuwa kuna swala la fidia. Wenzetu wa airport walibadilisha ile barabara na kupita sehemu nyingine. Kwa hiyo tunaendelea kukamilisha swala la fidia. Kwa sasa tumeshalipa zaidi, na airport tumeshalipa zaidi watu 90%. Kuna 10% kidogo na uondoaji wa makaburi. Kipande hicho ndicho kinaweza kikatuchelewesha tusimalize hizo 5% ambazo nimesema. Lakini zaidi ya 95% ifikapo mwezi wa 4, barabara yetu Banana Kitunda Kivule itakuwa imekamilika. Lakini tunayo barabara hii ya Segerea kama sister pale katikati, tuna daraja kubwa linajengwa ndani ya ule mto Msimbazi. Daraja sasa hizi linaenda vizuri. Tunataraji na yenyewe kufika mwezi wa 8 tutakuwa tumemaliza kulijenga hilo daraja, lakini pia ile njia yenyewe nayo inapaswa kuwa imejengwa. Tunaendelea kukamilisha taratibu za kulipa fidia ili ujenzi wa barabara nao kwenye ile barabara nao uweze kufanyika. Tunazo barabara nyingine ile Kivule Majohe ambayo nayo ilikuwa inalalamikiwa sana wakati mwingi, nayo inaendelea vizuri. Sambamba na hizo Temeke, Masuliza kule Masaki, Twangoma, ujenzi kote unaendelea namna ambayo tulivyopanga.
kokote barabara zinaendelea kujengwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba mradi wetu wa DMP awamu ya pili unaendelea katika hatua mbalimbali ambazo kuanzia mwezi wa 4 tutaona ukamilishaji wa barabara mbalimbali mpaka kufika mwezi wa 8 barabara nyingi zitakuwa zishafika zaidi ya 90% za utekelezaji wake.